kijeshi, kwa sababu ni nchi ambayo iko na jeshi na iko na mamlaka kikawaida. So NATO kama NATO, hata kama tutakuwa tunawaambia hawawezi kimamlaka kabisa, hawawezi kuleta jeshi ndani ya nchi ambayo iko huru. Alafu pia NATO inapeleka jeshi yake kwa kuna kitu inaitwa Alliance of Members Countries. Yani maana yake NATO inaweza ikapeleka jeshi yake kwa zile nchi ambayo imejiunga kwa NATO. Kwa mfano, ikikuwa kuna nchi 5 inaitwa XYZ, hii yote ni wajumbe ya NATO. So kwa hizi nchi ndo NATO inaweza ikapeleka jeshi yake. Sisi watu ya Tanzania hasio member, sio wajumbe ya NATO. Kwa hiyo kupeleka barua ya kawaida alafu tukakuwa tunatarajia majeshi ije, hiyo jambo haiwezekani. Lakini leo tupo na email juu ya zile emails tuliyopeleka kwa sababu ya maandamano. Wametujibu kwamba juu ya ile usimamizi tunaomba tupatie, kuna shirika imetujibu kwamba wapo tayari tunakwenda kuandamana kwa ofisi yao, kwa sababu anasema baada ya kupata ile barua wakakuwa wanawasiliana na mamlaka ya Tanzania juu ya kuwapatia ulinzi, na mamlaka ya Tanzania ikasema kwamba hapa hakuna shida, watakuwa na ulinzi peke zao. Sasa UN imenambia hivi kwamba tuwatajie siku gani hasa ya maandamano, tutoke tuende kwa ofisi yao nje Dar es Salaam. Peke zao watakuwepo, watatuhoji nini tunaandamana, nini tunataka dunia isikie, kwa sababu hawataruhusiwa kuja kucover kucover habari, kama kuitangazia habari, kuja kutufuata kwa mitaa, kuja kututangazia ile habari. Kwa hiyo kabla sijafika kwa hii point ya pili, ninaomba kikao ya leo tutaje tarehe rasmi na muda rasmi. Tutawajibu hawa jamaa wa UN kwamba tarehe fulani baada ya maandamano yetu tunaenda kwa ofisi zao, na watu tukifika pale hatuondoki, na hakuna polisi hata moja. Naomba kuhakikishia ndugu yangu kwamba hii maandamano ambayo tumepanga, hakuna mamlaka ambaye itaweza kuweka kwa mkono yake kwa mtu ambaye anaandamana, kwa sababu tu ya hizi matayarisho za kimataifa ambayo tumezifanya. Hii itakuwa ni taarifa muhimu na ya haraka. Ninaomba tuitoe kupata tarehe gani, ikiwa tunaanza 9, kama ya 10 tunaenda hapo, alafu ndio tunakwenda Maikulu, tunaenda kwa ofisi ya UN na flyers, mabango yetu na message yetu, na watatoka maofisa zao ndani ya ofisi yao, watakuja kutuhoji, mnasemaje, mnataka nini, na mnataka nini dunia isikie. Hiyo bwana, turekodi maelezo yetu, yatakuwa watawayaweka kwa website yao ya UN ya dunia nzima, kwa sababu wamezuiliwa kuja kufanya cover kwa mitaa. Kwa hiyo wametutaka tuwafate na watafungua milango kutusikia. Washatoa confirmation. Hii ni taarifa nzuri na tutawapigia makofi jamaa wa UN kwa sababu wako tayari, twende ofisi yao. Sasa kile mimi nafanya, nitakuwapeni address na namba ya simu. Tukitoka moja kwa moja, tukue watu wengi, tunaanzia hapo, tutaandamana hapo, tutaimba hapo, watatoka maofisa halali wanaofanya kazi hapo kuhoji kwamba okay, mmekuja kwa ofisi yetu, nini mnasema. Watu wa frontline watasema, na kwa vile atakuwa na rekodi, watu wengine watakuwa na mabango zao bila ya kusema imebeba ile message. Ndugu yangu, kabla ya siku 5 ya maandamano, tumesema kwamba tutatoa seminar kubwa sana juu ya hii maandamano ya kuparalyze serikali, vipi tutai-operate nchi nzima. Hiyo seminar itakuwa ni seminar nzito sana kwa mtu kama Bwana Mafwele kuifikiria jinsi gani anaweza kuiharibu. Sitaki kuamini kama atakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kujua
hiyo mashambulizi yatapambana nayo vipi? Sitaki kuamini kama ako na nguvu hiyo ya kiakili. Tunaenda ofisi ya UN mapema sana na watatusubiria pale. Tukifika kwa kuimba na watu nyingine tutakuwa tunalia pale kwa nje, na tutaomba wawe peke zao wanatusikiliza nini ambayo tunasema. Lakini kabla sijakuwa naendelea, kwa sababu sitaki kuja kushushwa, kwa mujibu ya takwimu ya dunia, Tanzania tuko na watu 1.7 mpaka 2 ambayo iko na HIV. Ninaomba kutoa wito yangu kwa ndugu zetu, wapenzi yetu tunawapenda ambayo yanaumwa na HIV. Waje kwa maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo, hasa hii siku ambayo tayari tumefunguliwa milango na UN, kwa sababu kuna kitu inaitwa UNAIDS. Hii UNAIDS ni tawi ambayo iko kwa UN, na hawa majamaa wa UNAIDS ndo majamaa ambayo wanasupport ndugu zetu na familia zetu waweze kupata hii madawa na waweze kuishi maisha ya furaha. Na wahakikishia ndugu yangu kwamba ulikuwa mko na HIV, mkitaka kuruhusu Samia Suluhu Hassan aendelee kubakia kwa power, kuna hatari tukaharibu mambo nyingi sana na sote tukaja tukateseka, na hatutaki hiyo jambo itokee. Ninakuwa nasisitiza, tuko na ndugu yetu na familia yetu 1.7 mpaka 2 kwa mujibu ya taarifa ya UNAIDS, ambayo ndani ya Tanzania ni ndugu yetu ambayo wamepata maambukizi hizi za ukimwi, na UNAIDS inawatunza, na sisi kaka zao tunawapenda na tuko nayo pamoja kwa sababu ni familia yetu. Tunataka mkuwepo na sisi kwa maandamano, kwa sababu hii maandamano sio maandamano ya chama yeyote ile ya siasa. Hii ni maandamano ambayo tunataka tuandamane, tubadilishe mfumo yote ya nchi, angalau tu kwa ndugu yetu ambaye ako na maradhi, serikali tunawaweza kuwafidia hela angalau kwa wiki ya kupata chakula bora na ya afya. Na haya yote ili ya kuwa yanawezekana, ni lazima hizi majambazi tuzitoe. Hii siku ambayo tutakuwa tunakubaliana maandamano yetu, tunaenda kwa ofisi ya UN Tanzania. Ninawataka waathirika ya ukimwi tukue na sisi, ambayo tunatumia madawa, na mtakuwa mnapewa nini na nafasi ya kuongea. Mkuwe mnasema hofu yenu kwamba hii CCM na huyu mumama hajachaguliwa kwa mujibu wa sheria na raia wengi na wapinga. Sisi kama waathirika tuna hofu ya machafuko ambayo ikiwa ikitokezea hiyo tutashindwa kutunzwa afya yetu. Kwa hiyo tunataka Umoja wa Mataifa ingilie kati kumsukuma huyu mumama aachie government ili kwa sababu tu nchi yetu ikiwe na amani. Lakini pia kwa mujibu ya takwimu ya UNAIDS, tupo na watu ambayo 2,928,000 kwa nchi yetu ya Tanzania, ambayo iko na maradhi inaitwa diabetes, kama nadhani kisukari, kutoka age ya miaka 20 mpaka age ya miaka 79. Ninaomba ndugu yangu kwamba wewe peke zako unajua uko na Mwenyezi Mungu amekupa mtihani ya kupata diabetes, sukari, uje kwa maandamano haya, kwa sababu maandamano haya ya amani yasikuwa na kikomo ni maandamano pekee ambayo tutaweza kukuhakikishia usalama yako ya kupewa matiba bora na maisha bora na matibabu bora ile ambayo wewe peke zako unastahili kupewa. Lakini kama peke zake hiyo haitoshi, kwa mujibu ya UNAIDS tuko na wagonjwa kwa nchi yetu Tanzania 44,931 ambayo imesajiliwa ipo na cancer. Ninaomba wagonjwa zetu ya cancer mkuwepo na sisi siku ya maandamano, kwa sababu hii maandamano itakuwa ya aina ambayo serikali ya Tanzania na Afrika Mashariki yake kwa ujumla haijawahi kushuhudia. Kama bado haitoshi, tuko na wagonjwa zetu 100,000 kwa mujibu ya UN wako na TB. Tunaomba ndugu zetu
ukuwe na sisi. Hata kama mnaweza kuja na madawa zenu na ventilation, kile kitu yoyote inaweza kuja nayo, hatutaondoka kwa ofisi ya UN mpaka pale tu tuone habari yetu wanatuhoji, na wamenihakikishia ile kwamba wakiwa wanatuhoji watachukua maelezo yetu, wataweka kwa dunia ione, na wataifikisha kwa serikali ya Tanzania kwamba raia zako imekuja kwa ofisi yetu kuandamana na wametupa ujumbe hii. Lakini ndugu yangu, naomba kuambia wazazi ambayo ni mama zetu na madada yetu na mababa zetu, hii maandamano ni muhimu sana kwa ajili ya kubadilisha nchi yetu, kwa sababu kati ya milioni 3.6 mpaka milioni 3.8 ya mandugu zetu na wapendwa yetu wanapata kitu inaitwa malaria Tanzania. Malaria ambayo inawafanya wanashinda kusoma na inawatia hasara mafamilia. Wanatoa support ya matibabu ni UN. Twende hapa tukakae, mkaonesha hofu yenu na kutokuwa na imani na Samia Suluhu Hassan, na kuisukuma dunia imwambie kwamba unatakiwa ukuwe unaachia mamlaka, si kwa sababu tu ya watu wa kawaida, lakini hata wagonjwa zimekuja hapa, wagonjwa ambazo sisi UN tunalipia matibabu zao. Wamekuja kulia hapa kama maandamano ya pamoja kabisa, wanataka hawakuwa na hawapo na imani na wewe, kwa sababu haujashinda kikatiba, na matakwa yao ni kwamba wanakutaka wewe pamoja na IGP Kamala Swambura, CDF Jacob John Mukunda pamoja na DGIS mkurugenzi wa usalama taifa muachie mamlaka kwa haraka vile inawezekana, si kwa sababu tu ya usalama ya raia wa kawaida, hata hizi wagonjwa ambayo tunawalipa matibabu yao sisi watu ya UN. Kwa kushitua sasa, nilidondoshwa si kwa sababu ya mapenzi yangu, kwa sababu tu hawa majamaa wa mawizi hawapendi vijana tukue tunapeana taarifa za muhimu. Ingekuwa hapa tunakaa tunazungumza mambo ya mambo ya mipira na mambo ya muziki, tungekuwa na uhuru ya kuongea. Kwa sababu tunaongea nini tunataka kufanya kuiparalyze hii serikali, hawawezi kukuwa na amani. Na najua kwamba kwa siku ya mwanzo tulitoa azimio letu la kuparalyze serikali, hawajakuwa na uwezo ya kutufahamu kikamilifu hasa ni nini ilikuwa tumemaanisha. Lakini hii ndio tunamaanisha. Ndugu yangu, ninakuombeni sana tusije tukakubali kuwasaliti ndugu yetu ambayo walikufa, iliuliwa mwanzo kwa sababu ya kuandamana kwa nchi yetu. Na njia ambayo tunaweza ambayo tusiwasaliti ni kwa kukubaliana kwa pamoja kwenda kufanya maandamano yetu makubwa kwa ofisi ya UN. Maofisa wa Umoja Mataifa yamenithibitisha kwamba tukikuwa kwa compound ya eneo yao ya ofisi, hakuna mamlaka ya komandani ya nchi itaweza kufanya kitu nyingine. Watakuwa maafisa hao, watatufungua mamilango, watatoka nje kutusikiliza kwa nini tumekwenda kuandamana UN. Ndugu yangu, naomba kuwafundisha hii mambo hizi na wapa. Hii maandamano ya safari hii, hakuna kiongozi iko na akili ya kuyafikiria. Wanataka kuona tukifanya maandamano, kuingia kwa mabarabara, kuingia kwa vituo ya mabasi. Sisi hizo mambo za watu ya zama za mawe hatutaki kufanya. Si lengo yetu kubwa ni kuparalyze serikali. Nitatoa address rasmi kabisa ya ofisa UN pamoja na namba ya simu. Nitampigia wakati nyinyi mnakwenda kuambia sasa baada ya muda fulani tunafika hapo, na milango itakuwa wazi, na peke zao wamenihakikishia ile watakuwa nje wanasubiria sisi tufike. Na sikuwa kwamba nimethibitishiwa tu na UN ya Tanzania. Mazungumzo haya nimefanya na UN yenyewe ya Amerika, na inawapush UN ya Tanzania kwamba wakija raia kwa amani bila ya masilaha kuja kukimbilia UN, tafadhali tunaomba muwasikilize nini anasema na mutupe ujumbe yao kiukamilifu, hasa juu ya nini wanasema na nini anataka na nini hofu yao. Ndugu yangu, hatukuwa na muda tena ya kupoteza.
tuko na watu ndugu zetu imekufa. Kama mtu anaweza kuandika majina ya watu hata 100 ambayo imeuliwa, tukenda kwa maandamano ya UN, tunawaachia na hazo mabarua. Si kwamba tutakwenda kufanya maneno matupu. Peke yangu nitakuandikieni kurasa isiyopungua 300 yenye ripoti kamili ya kilio chetu. Baada ya mazungumzo ile mnaongea na maofisa ya UN, mnaomba muprint the document, mwakabidhi kwa mkono yao waipokee, na wamenihakikishia hiyo mambo wataipokea. Itakuwa page 300. Tutaongea mastori ya watu ilikuwa imetekwa. Tutamtaja Bwana Mafwele kwa mauaji alijaribia kufanya Tanzania na maushahidi zote ile kafanya. Tutaambatanisha hizi majamaa ambayo tunataka kwa haraka ikuwe inafanyiwa uchunguzi kwa ajili ya kushtakiwa kwa kufanyia uhalifu dhidi ya binadamu, ambayo peke zangu mimi niko na affidavit nimeipeleka tayari kwa rais ya ICC. Ndugu yangu, na waomba sana, kwa sababu tu hamjakuwa na mawazo ya kuandamana kwenda UN, msije mkaona hii wazo ni ndogo. Hii ni jambo kubwa sana, na nakuombeni, siwezi kuwafanya mkuu lazimisha, lakini nakuombeni munisikilize nini nawaambia. Si kwa sababu ninataka kukua juu, kwa sababu ninaomba sana na niko na imani ya hii jambo. Kama itakuwa hivi tunafanya, tutaparalyze serikali kwa muda mdogo sana. Naomba kuhakikishia kwamba siku maandamano yetu tukienda kulala ofisa UN kwa masaa 24 bila kuondoka pale, chombo cha habari cha RT, CNN World, BBC World live itaonesha nini naendelea kwa ofisa UN ya Tanzania. Na kwa sababu hatuendi kulala pale kwa kufanyia mafujo, UN haitaweza kuripoti kwa mamlaka ya Tanzania kwamba hawapo salama. Tunakwenda pale kulia kilio yetu na kutaka kumfrustrate Samia Suluhu Hassan na kumtraumatize kama vile yeye peke zake amewatraumatize familia, kuwaulia ndugu zetu tunawapenda na kuwatoa. Wameanza kuumia roho sasa. Hawa jamaa